Msaidizi wa ndege alikuwa amewekwa kwenye magoti ya mwanamume. Mwanamume alilia kwa maumivu. Msaidizi wa ndege alikuwa ameenda juu na kuomba msamaha. Aliuliza mwanamume kama anahitaji kusugwa. Mwanamume alishangaa na kusema ndiyo. Msaidizi wa ndege alikimbia kwa aibu kwa kushangaza. Baada tu ya kuvutia alichoona alihisi, nahodha alizimia katikati ya ghorofa. Msaidizi wa ndege alikimbilia kuomba msaada. Mwanamume mwenye miwani alimwambia msaidizi wa ndege kuwa alikuwa daktari wa dawa. Msaidizi wa ndege alimuomba amuokoe nahodha. Mwanamume mwenye miwani alisema dalili za nahodha zilikuwa za kawaida sana. Kwa shinikizo linaloendelea atafufuka. Lakini baada ya dakika chache, nahodha hakuwa anajibu. Mwanamume alimkumbusha kwamba kama haacha, nahodha atakufa hivi karibuni. Mwanamume mwenye miwani anasema yeye ni daktari wa dawa na anamwambia mwanamume anyamaze. Mwanamume alionekana hana budi na akamuomba ainue kidevu cha nahodha. Kidevu cha nahodha kinapoinuliwa, anaamka mara moja. Mwanamume aliwaambia kwamba nahodha alihitaji kutibiwa mara moja, lakini ndege haitawezi kutua kwa saa moja zaidi. Kwa hivyo mwanamume anaanza kutafuta kila kitu anachohitaji kwenye ndege. Wakati mwanamume anamtibu nahodha, na mwanamume mwenye miwani anasema anaua watu. Na ndipo nahodha alipoanza kuamka polepole.